Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam imekubaliana na hoja za mapingamizi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu juu ya kupinga uhalali wa notisi ya ushahidi wa ziada wa ACP Amini Mahamba katika kesi ya uhaini inayomkabili Lissu, ambapo imesema mahakama kuwa notisi hiyo haikidhi sifa kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai yaani CPL. Ikumbukwe jana Februari 23, 2026 upande wa Jamhuri kupitia wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga ulieleza mahakama juu ya notisi hiyo yenye ushahidi wa ziada wa ACP Mahamba ambaye alikuwa kiongozi wa upelelezi wa matukio yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu 2025 na walifahamu juu ya ushahidi huo wa nyongeza wakati wanamwandaa ACP Mahamba kuja kutoa ushahidi Februari 16, 2026. Akizungumza wakati wa kusoma uamuzi huo mdogo, Jaji Danstan Ndunguru amesema kuwa mahakama imezipitia hoja za Jamhuri ambazo walizijenga kupitia kifungu cha 308 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, na hoja za mapingamizi za Lissu ambazo walizijenga kupitia kifungu hicho, na mahakama imejiridhisha kwamba notisi hiyo haikidhi vigezo. Upande wa Jamhuri jana ulieleza mahakama kwamba unawasilisha notisi hiyo ambayo ni sehemu ya upelelezi wa yale ambayo yametokea Oktoba 29 na siku zilizoendelea na yale ambayo yamepatikana ndani yake. Hivyo unaiomba mahakama kupokea notisi hiyo kama sehemu ya ushahidi wa nyongeza ili uweze kutumika kama ushahidi pale ambapo ACP Mahamba atapokuja kutoa ushahidi wake mahakamani. Kwa mujibu wa wakili Nasoro Katuga akisoma sheria hiyo, anasema kuwa ni sheria inaruhusu kutoa ushahidi, kuongeza ushahidi wa ziada katika ushahidi ambao upo mahakamani. Lakini kwa upande wa Tundu Lissu ambaye alinukuu vifungu hivyo vya kipengele cha 308 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, alieleza mahakama kuwa ushahidi wake utapokelewa mahakamani ni yule ambaye maelezo yake au ushahidi wake hakusomwa katika mahakama ya ukabidhi au wakati wa mwenendo ukabidhi, yani committal proceedings. Jaji Danstan Ndunguru ambaye anaongoza jopo la majaji matatu katika kesi hii ya uhaini anasema wakati anarejea kifungu cha 308 kifungu kidogo cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, anaeleza kuwa kiangalia vifungu hivyo kwa uelewa wao majaji, kifungu hicho kinatoa masharti yenye notisi ambayo ili inafaa iweze kuonekana iko reasonable inatakiwa ikidhi masharti yapi. Anaeleza kuwa kwanza, maelezo lazima yawe yanatoka kwa shahidi. Pili, maelezo hayo au kiini ani substance of evidence iwe ni ule ushahidi ambao haukusomwa wakati wa committal proceedings, yani mwenendo kabidhi. Tatu, lakini hausemi ushahidi huo uwe ni ule ambao haukuwepo wakati wa committal proceeding. Nne ni kwamba ushahidi huo uwe haukusomwa wakati wa committal proceedings. Hivyo basi kama ndivyo inasema hivyo, shahidi hawezi kutoa ushahidi pale ambapo ushahidi huo ni wa baada ya matukio yalotokea. Jaji Danstan Ndunguru alisema ukiangalia hayo niliyosema hapo juu, tunaona kwamba kifungu hicho kinafungua mlango wa kuleta ushahidi maelezo yake ambayo yalikuwepo, lakini kwa bahati mbaya hakusomwa wakati wa committal proceedings, lakini haufungui mlango wa kuleta shahidi mpya au shahidi mpya ambao haukuwepo au haukutolewa na ambao umepatikana baadaye wakati wa committal proceedings ilishafanyika. Wote wanakubaliana kwamba, yani majaji, maelezo yake yalikuwepo, yani shahidi ACP Mahamba yalikuwepo na alisoma wakati wa committal na alikuwa tayari miongoni mwa mashahidi walioorodheshwa. Imeeleza kuwa notisi imeeleza kuwa shahidi huo ulipatikana baada ya upelelezi na uchunguzi wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi mkuu, kama ambavyo pande zote mbili zilikubaliana juu ya hilo. Jaji Ndunguru anaeleza kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 308 hakitengenezi mazingira ya kupokelewa ushahidi ambao haukuwepo wakati wa committal proceedings. Upande wa mashtaka walieleza kuwa ushahidi huo ulijulikana wakati wanamwandaa shahidi na mahakama imejaribu kuangalia, na kwa maoni yao wanasema kuwa kifungu hicho hakitoi nafasi ushahidi kupokelewa. Baada ya kusema hayo, mahakama iliona kwamba hiyo notisi ya kuongeza ushahidi ambayo imeletwa na upande wa mashtaka haitawaliwi na kifungu cha 308 na mahakama inakubaliana na pingamizi lilotolewa na mshtakiwa. Ameeleza kuwa notisi haendani kifungu cha 308 ambacho baada ya kusema hayo mahakama ilikataa notisi hiyo. Hivyo upande wa Jamhuri iliomba mahakama kupata muda wa kutafakari juu ya maamuzi hayo madogo.
Hapa bwana, tumekuwa tunajiuliza bwana, vazi lako hili linaitwaje bwana? Mimi naitwa Brand Mungu. Haya bwana Costa. Umenunulia wapi? Umenunulia wapi? Haya bwana Costa. kipindi cha AFCON. AFCON. Zawadi, nipata zawadi. Mimi Senior citizen. Senior council. Ina maana yoyote? Hii ya wazee bwana. Mwenye kujua tunayoyataka hata kabla hatujaomba. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi. Tunamwombea ndugu yetu mwenyekiti wetu wa chama Tundu Antipas Lissu, mpe moyo wa uvumilivu sana, mlinde, simama naye katika magumu haya. Tunaombea pia na wanachama waendelee kujitoa pasipo kujibakiza, ili mipango tuliyokuwa nayo kwa ajili ya uongozi wa taifa letu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo